tudumishe amani na utulivu katika mkoa wetu wa Songwe. Amani na utulivu ni tunda adimu sana. Wakati tunajiandaa na uchaguzi, tulifanya kazi kubwa sana ya kuomba wananchi wa mkoa wa Songwe kudumisha amani na utulivu katika mkoa wetu. Siku ya uchaguzi, wako baadhi ya watu ambao hawana mapenzi mema na nchi yetu, wameshawishi vijana, wako wengine wakawalipa fedha, wengine wakawajazia mafuta kwenye pikipiki ili kuwashawishi washiriki katika vurugu. Sasa vijana wenzangu wengine kwa kutojitambua wakajikuta wanaingia katika mkumbo. Wapo wengine walikamatwa, wakati wanaojiwa walikiri kwamba hatukushiriki kwa kupenda, tulidanganywa. Wako wengine wamepewa fedha na walikutwa na fedha ambazo wamepewa. Wengine walinunuliwa pombe, wamekunywa pombe ili washawishike kuingia katika kufanya vurugu ambazo sote tumeona madhara yake ni makubwa sana, mambo ambayo yanarudisha nyuma maendeleo yetu. Karibia siku 3 hatakuwa na uhuru wa kutoka na kwenda kutembea kufanya shughuli zetu za kawaida za maendeleo, jambo ambalo kila mmoja aliathirika kwa namna moja ama nyingine. Mimi naamini sote hapa hatupendi mambo kama haya yaweze kujirudia, si ndio? Hatupendi mambo kama haya tuweze kuyaona katika mkoa wetu wa Songwe. Sasa ni waombe, amani tuliokuwa nao ni adimu, ni tunda adimu, lazima tuilinde. Wako baadhi ya watu bado wanaendelea kuhamasisha, tena hao ambao hawanahamasisha wala hawako hapa Tanzania, wanahamasisha wako huko nje ya nchi. Wakati wa kufanya vurugu hawakuonekana, madhara hawajapata wao, lakini wao sasa ndio wanaendelea kuchochea na kuweza kuhamasisha uvunjifu wa amani. Watu wa namna hiyo naomba tuwakatae vijana wenzangu. Tanzania hii ni nchi yetu sisi sote. Tanzania hii ni nchi ambayo inajulikana kama ni nchi ya amani. Ni kisiwa cha amani duniani kote. Amani ambayo tulirithishwa kutokana na misingi ambayo wazee wetu Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, Sheikh Amani Abeid Karume waliitengeneza. Tunaishi kwa amani, kwa utulivu. Hatubaguani kwa dini, hatubaguani kwa ukanda. Hiyo ndio sifa ya nchi yetu ya Tanzania. Sasa anapotokea mtu akachochea uvunjifu wa amani, lazima tumkatae. Niwaombe sana vijana wenzangu, lazima tujitambue. Tutumie ujana wetu vizuri kujishughulisha na shughuli za uzalishaji mali ili tuweze kupata kipato, tuweze kujiletea maendeleo. Kwa hiyo mtu yeyote utakayemuona anahamasisha uvunjifu wa amani, toeni taarifa ili hatua ziweze kuchukuliwa mara moja. Mtu yoyote utakayemuona pale mtaani anaanza kuhamasisha vurugu, toa taarifa na nyinyi wenyewe mwe wa kwanza kumkataa. Yako baadhi ya maeneo wale watu walipojaribu kwenda wakakuta wananchi wanajitambua, wakawakamata, wakapiga simu polisi wakaenda kuwachukua. Wengine walipojaribu kwenda maeneo mengine wananchi wenyewe wakawafukuza, hawakuweza kushawishi katika baadhi ya maeneo. Lakini kuna baadhi ya maeneo mengine vijana walishawishika, walipewa fedha, wengine walinunuliwa bangi, wengine walinunuliwa pombe wakanyweshwa kwa ajili ya kushiriki katika shughuli za mambo ambayo ni ya hovyo, hayakubaliki katika wilaya yetu, hayakubaliki katika